بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu amekwisha sikia usemi wa mwanamke anayejadiliana nawe juu ya mumewe na anamshitakia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Wale miongoni mwenu wanaowatenga wake zao au si mama zao, hawakuwa na mama zao ila wale waliowazaa, na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kughufiria, mwenye kusamehe. Na wale wanaojitenga na wake zao kisha wakarudia katika yale waliyosema, basi wamkomboe mtumwa kabla hawajagusana. Mnapewa maonyo kwa hayo, na Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayoyatenda. Na asiyepata mtumwa kumkomboa, basi na afunge miezi 2 mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza hayo, basi awalishe maskini 60. Hayo ni hivyo ili muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na kwa makafiri iko adhabu chungu. Hakika wanaopinzana na Mwenyezi Mungu na mtume wake watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao, na tulikwisha teremsha ishara zilizo wazi, na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha siku atapowafufua Mwenyezi Mungu na awaambie yale walioyatenda. Mwenyezi Mungu ameyadhibiti na wao wameyasahau, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
suratul mujadala imeteremka Madina. Sura imeanza kwa kueleza habari za mwanamke anayetengwa na mumewe, na ikafuatia kubainisha hukumu za kutengana. Na Mwenyezi Mungu katika sura hii, katika zaidi ya aya moja, amewatia makosani wanaoifanyia uadui dini yake, na amewahadharisha na kunong'ona kwa ajili ya madhambi na uadui, na amewaongoza waumini juu ya adabu za kunong'ona baina yao kwa wao na baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile vile alivyowatia makosani wanafiki kwa kushirikiana na makafiri, na akawaeleza kuwa hao ni kundi la sheitani lenye kuingia hasarani. Na sura ikahitimisha kueleza jumla yaliyowajibu juu ya waumini ya kupendelea kumridhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kuliko wengine wasiokuwa wao, hata wangelikuwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao. Na akawasifu waumini hao kuwa ni Hizbullah, kundi la Mwenyezi Mungu lenye kufanikiwa. Mwenyezi Mungu amekwisha sikia kauli ya huyo mwanamke anayekurejea wewe kwa shauri ya mumewe aliyejitenga naye kwa kudai ati anamwona kama mgongo wa mama yake, na akamlalamikia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anayasikia hayo maneno mnayojibizana. Hakika Mwenyezi Mungu anayasikia vyema yote ya kusikiwa, anayaona vyema yote ya kuonekana. Imepokelewa kuwa sahaba mmoja aitwaye Aus bin As-Samit aliudhika na mkewe aitwaye Khola binti Thalaba, akamwambia, wewe kwangu mimi kama mgongo wa mama yangu. Na katika siku za ujahilia ilikuwa ndiyo mwanamke kishaharimika kwa mumewe. Mwanamke akaenda kumpa habari Nabii sallallahu alaihi wasallama, na Mtume akamwambia, sijaamrishwa kitu katika kesi yako, na sioni ila ni kuwa kweli umekwishaharimika kwake. Mwanamke akajadiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallama, na akamrejea tena, na akawa anamshtakia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuhofu kufarikiana na mume na kupoteza mwanawe. Haukupita muda ile ikateremka aya hii na 3 zilizo baada yake. Enyi waumini, hao miongoni mwenu wanaojitenga na wake zao kwa kuwashabihisha katika kuharimika nao kuwa ati ni kama mama zao, ni wakosa. Wake zao sio mama zao. Ukitaka haki, mama zao ni wale waliowazaa tu. Na hakika wanaowatenga wake zao kwa kusema hivyo wanasema kauli inayochusha, inayoudhi katika murwa mwema, na ni uongo uliotokana na haki. Na hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mkuu wa kusamehe na kughufiria kwa yaliyokushapita kwenu. Na wale wanaowatenga wake zao na kisha wakarejeza kauli yao, wakayaona makosa yao, na wakataka kubaki na wake zao, basi juu yao kumkomboa mtumwa kabla ya kugusana. Hayo aliyowajibisha Mwenyezi Mungu ya kukomboa mtumwa ni mawaidha kwenu mnawaidiwa, ili msirejee tena katika makosa hayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua vilivyo myatendayo. Na asiyepata mtumwa wa kumkomboa, basi yampasa afunge miezi 2 mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza kufunga hivyo, basi tampasa walishe maskini 60. Tumeyalazimisha hayo ili mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mtende kwa mujibu wa imani hiyo. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi msikiuke. Na makafiri watapata adhabu yenye machungu makali. Hakika wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kupingana na wanatupiliwa mbali kama walivyotupiliwa mbali waliokuwa kabla yao. Na sisi tumekwisha teremsha dalili zilizo wazi za kuonyesha haki, na wapinzani watapata adhabu ya kuwafedhesha mno. Siku Mwenyezi Mungu atakuwafufua wote baada ya kushakufa kwao, na wape habari za yale waliyotenda. Mwenyezi Mungu amewawekea yote na amehifadhi, na wao wameyasahau. Na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa yote na anayajua yote. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Kwani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi? Hauwi mnong'ono wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao, wala wa watano ila yeye huwa ni wasita wao, wala wa wachache kuliko hao, wala walio wengi zaidi ila yeye yu pamoja nao popote pale walipo. Kisha siku ya Kiyama atawaambia walioyatenda, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Kwani huwaoni wale waliokatazwa kunong'onezana kisha wakayarudia yale yale waliokatazwa?
na wakanong'ona juu ya mambo ya dhambi na ya uadui na ya kumuasi mtume, na wakikujia hukuamkia sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu, na husema katika nafsi zao, mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tuyasemayo? Basi Jahannam itawatosha, wataingia humo, na hayo ndiyo marejeo maovu yaliyoje. Enyi mlioamini, mnaponong'ona msinong'one kwa sababu ya mambo ya madhambi na uadui na kumuasi mtume, bali nong'onezane kwa kutenda mema na kuacha maovu, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa nyote. Kwa hakika minong'ono hiyo inatokana na Sheitani ili awahuzunishi walioamini, na wala haitawadhuru chochote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na juu ya Mwenyezi Mungu tu ndiyo wategemea waumini. Enyi mlioamini, mkiambiwa fanyeni nafasi katika mabaraza, basi fanyeni nafasi, na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi. Na mkiambiwa ondokeni, basi ondokeni. Mwenyezi Mungu atawainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Enyi mlioamini, mnaposema siri na mtume, basi tangulizeni sadaka kabla ya kusemezana kwenu. Hiyo ni kheri kwenu na usafi zaidi. Na ikiwa hamkupata cha kutoa, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Mnachelea kutanguliza hiyo sadaka kabla ya kusemezana kwenu. Ikiwa hamkufanya hayo na Mwenyezi Mungu akapokea toba yenu, basi shikeni swala na toeni zaka, na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Kwani hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi, na wala hapana siri ya watu watatu ila yeye Mwenyezi Mungu ndiye wanne wao kwa kuyajua kwake wanaofanyia siri, wala hawawi watano ila na yeye ndiye wasita wao, wala duni kuliko hivyo wala kuzidi hivyo ila yeye yuko pamoja nao. Anayajua hayo wanayonong'ona popote walipo, kisha siku ya kiyama atawapa habari kwa kila wanayotenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ujuzi wake. Ewe mtume, huwaoni hao waliokatazwa kufanya njama za siri wao kwa wao kwa mambo ya kutia shaka katika nyoyo za waumini, kisha wakayarejea yale yale waliokatazwa, na wanafanya njama kwa madhambi wanayoyatenda na uadui wanaowazimia na waasi dhidi ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Na wanapokuja kwako wanakuamkia kwa kauli ya kupotoa, sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu. Na wao husema katika nafsi zao, mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tunayasema, ikiwa huyu ni mtume kweli? Inawatosha hao Jahanamu, wataingia humo waungue kwa moto wake, na marejeo maovu yaliyoje marejeo yao. Ilikuwako sulhu baina Waislamu na Mayahudi katika mji wa Madina, na ikawa kipita mtu katika Waislamu kwao, Mayahudi hunong'ona wao kwa wao, ili adhani yule Muislamu kuwa wao wanapanga njama za kutaka kumuua au lolote la kumdhuru apate kugeuza njia asiwapitie tena. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawakataza hayo, lakini hawakuacha mtindo wao, wakayarejea yale yale waliokatazwa. Na wakawa wakija Mtume sallallahu alaihi wasallama wakimwamkia kwa maamkio ya kumwapiza. Ndiyo ikashuka aya hii: enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, mnaposema siri, basi msiwe mkisema siri katika mambo ya madhambi na kufanya uadui na kwenda kinyume na mtume. Semeni siri katika mambo ya kheri na kuepukana na madhambi, na mwogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kwake yeye tu si kwengineko ndiyo mtakusanywa baada ya kufufuliwa. Hakika kusema siri kwa kuchochea shaka ni katika kuzainishwa na Sheitani, ili apate kuingiza huzuni katika nyoyo za waumini. Wala hayo hayawezi kuwaletea madhara yoyote wao ila kwa kupenda Mwenyezi Mungu. Basi waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu peke yake. Enyi ndiyo msadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake,
mkitakiwa baada yenu kuwafanyia nafasi wenzenu mnapokaa katika majilisi zenu, basi wafanyieni nafasi, na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi. Na mkitakiwa kuondoka pale mlipokaa, basi ondokeni. Mwenyezi Mungu hutukuza vyeo vya waumini na wale waliopewa elimu kwa daraja nyingi, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, mkitaka kusema siri na mtume wa Mwenyezi Mungu, basi kabla ya mazungumzo yenu hayo tangulizeni kutoa sadaka. Hivyo ndiyo heri yenu na ni usafi zaidi kwa nyoyo zenu. Lakini ikiwa hamkupata cha kutoa sadaka, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu kusamehe, mwenye kukusanya rehema zote. Mnachelea kujilazimisha kutoa sadaka kabla ya mazungumzo yenu na mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hamkutoa na Mwenyezi Mungu akakusameheni, basi hifadhini kushika sala na kutoa zaka, na mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za vitendo vyenu, naye atakulipeni kwavyo. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون. Waoni wale waliofanya urafiki na watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia, hao si katika nyinyi wala si katika wao, na huwapa kwa uongo na hali kuwa wanajua. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali, kwa hakika waliokuwa wakiyatenda ni maovu kabisa. Wamefanya viapo vyao ni ngao na wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu, basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. Hayatawafaa kitu mali yao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio watu wa motoni, humo watadumu milele. Siku atakayowafufua Mwenyezi Mungu wote, wamwapie kama wanavyokuwapieni nyinyi, na watadhani kuwa wamepata kitu. Kwa hakika hao ndio waongo. Shetani amewatawala na akawasahaulisha kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndio kundi la Shetani. Kweli hakika kundi la Shetani ndilo lenye kuhasirika. Hakika wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, hao ndio miongoni mwa madhalili wa mwisho. Mwenyezi Mungu ameandika, hapana shaka mimi na mtume wangu tutashinda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Wakuti watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuwa wanawapenda wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao. Hao ameandika katika nyoyo zao imani, na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake, na atawaingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake, humo watakaa daima. Mwenyezi Mungu awe radhi nao na wao wawe radhi naye. Hao ndio Hizbullah, kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Mtume, huwaoni wanafiki waliofanya marafiki watu ambao Mwenyezi Mungu ameghadhibika nao? Hawa wanaofanya urafiki si katika nyinyi, na hao wanaofanywa ni marafiki pia si katika nyinyi, na wanaapa kwa uongo na huku wanajua kuwa wao ni waongo. Mwenyezi Mungu amewatengenezea hawa wanafiki adhabu ya mwisho wa ukali. Hakika vitendo vyao walivyokuwa kivitenda vya unafiki na kuchukua viapo vya uongo ni viovu mno. Wamefanya viapo vyao kuwa viwe ni kinga, kuwakinga wasiuliwe wenyewe, na watoto wao wasiwe mateka, na mali yao yasiwe ngawira. Kwa hayo wakaizuilia njia ya Mwenyezi Mungu, basi watapata adhabu ya fedheha. Mali yao na watoto wao hayatawalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata chembe. Hao ni watu wa motoni, wa kudumu humo milele. Siku watapowafufua Mwenyezi Mungu wote, watamwapia kuwa hakika wao walikuwa ni waumini, kama wanavyokuapieni nyinyi hivi sasa. Na wanadhani kuwa kwa kuwapa kwao huku ni ujanja utakaowafaa. Ama kweli hakika hawa wamefika ukomo wa uongo. Shetani amewatawala na amewasahaulisha kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kuukumbuka utukufu wake. Hao ndiyo kundi la Shetani. Ama kweli hakika kundi la Shetani ndilo lilofikiria mwisho wa kukhasiri. Hao wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake, hao ndiyo katika hisabu ya waliofikiria ukomo wa udhalili. Mwenyezi Mungu amekata hukumu, bila shaka mimi na mtume wangu tutashinda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu zilizotimia, hashindwi na yeyote. Huwakutii watu wanaomsadiki Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wanapendana na wenye kumfanya uadui Mwenyezi Mungu na mtume wake, hata wakiwa ni baba zao au ni watoto wao au ni ndugu zao au ni jamaa zao. Hao ambao hawafanyi urafiki na wanaompinga Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ameithibitisha imani katika nyoyo zao, na amewaunga mkono kwa nguvu zinazotokana naye mwenyewe.
na atawatia katika mabustani yapitayo mito kati yake, wakikaa humo milele. Neema zake haziwakatikii. Mwenyezi Mungu amewapenda hao, na wao wamempenda. Hao ndio wanaoambiwa kuwa ni katika Hizbullahi, yani kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika ni kweli kundi la Mwenyezi Mungu ndiyo lenye kufuzu.